kupingana na Samia. Sijafanya kosa. Stop intimidating me. Ya, ebana, inakuwa vipi mwana Swahili TV? Ujambo na karibu kwenye makala hizi. Nite Fazul, na usisahau kusubscribe kwenye channel zetu za Swahili TV ndi angalau uendelee kupata taarifa zaidi. Bado tunafuatilia issue ya makamu mwenyekiti wa taifa chama cha Chadema, muite John Heche. Ikumbuke John Heche alikuwa katika ile hali ya kusafiri kuelekea nchini Kenya kuhakikisha kuwa amehudhuria mazishi ya waziri mkuu wa kitambo nchini Kenya ambaye anajulikana kama Raila Amolo Odinga ambaye anazikwa siku ya leo. Very good. Nenda nani Bondo? Najitahidi kuona. You have to kwenda kuhudhuria mazishi ya Raila Odinga. Lakini msifanye utaratibu ule. Sawa. Sasa kukawa na stories nyingi kuhusiana ile hali ya Heche kuzuiliwa katika mpaka wa Isibania asisafiri aende nchini Kenya. Sasa Heche mwenyewe alikuwa anasema kuwa pasipoti zake na vile zile nyaraka za kusafiri zilichukuliwa na maafisa wa uhamiaji, wakakataa ama tuseme wakadinda kumruhusu Heche. Sasa mamlaka ya uhamiaji walitoa taarifa na kusema kuwa idara ya uhamiaji nchini imesema makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche ameondoka nchini kwa kuvuka mpaka na kuingia nchini Kenya ama nchi jirani pasipo kufuata utaratibu na kanuni za uhamiaji. Jioni ya Oktoba tarehe 18 mwaka huu, Heche alizuiliwa kuvuka mpaka wa Sirari ili kuelekea nchini Kenya kwa lengo la kuhudhuria mazishi ya waziri mkuu mstaafu Raila Amolo Odinga, kwa sababu alizoeleza kuwa haruhusiwi kutoka nchini kwa kuwa ana kesi mahakamani. Sasa hizo ndo sababu ambazo zilipelekea John Heche kutoruhusiwa kuingia ama kusafiri kuelekea nchini Kenya, kwa maana walikuwa wanadai ya kuwa John Heche ana kesi mahakamani, kwa hiyo haruhusiwi kusafiri nje ya nchi. Sasa hali hii ilipelekea vurugu mechi katika mpaka wa Isibania, mpaka wa Kenya na nchi ya Jamhuri ya Tanzania, kwa maana kuna wafuasi wa Chadema ama wafuasi wa John Heche katika sehemu za Tarime ambao walifika katika ofisi za uhamiaji na kumchukua John Heche, kwa maana walikuwa wanaamini ya kuwa ama kulikuwa na habari ya kuwa John Heche alikuwa anataka kuchukuliwa na maafisa wa usalama na walikosa kufuata utaratibu. Tunachukua kwa mbele. Sasa nadhani hii ndio hali ambayo ilipelekea watu kuleta vurugu mechi katika sehemu husika na kumchukua John Heche kwenda na yeye. Sasa idara ya uhamiaji inasema kuwa John Heche alifanikiwa kuvuka mpaka na kuingia nchini Kenya, lakini John Heche alifanya posti fulani kwenye mitandao ya Twitter akisema kuwa amezuiliwa kusafiri kuelekea nchini Kenya, na hiyo issue imemuuma zaidi, kwa maana Raila Odinga anasema kuwa huyu ni jamaa ambaye ni babake ndio, na ile hali ya kumzuilia kutosafiri kwenda nchini Kenya kumzika ni ukatili wa hali ya juu na ni jambo ambalo alifai liruhusiwe.
Sasa kwenye mtandao wa X, kitambo alikuwa anaita Twitter, John Heche ameandika hivi: Raila ni baba yangu, ni mtu niliyempenda na kujifunza mengi kwake kisiasa. Kunizuia kwenda kuhudhuria msiba wake ni tukio litakaloishi na mimi milele. Nimeumia sana. Pumzika kwa amani baba. Sasa hilo ni chapisho la John Heche kwenye mitandao ya X. Yeye anasema kuwa alizuiliwa kwenda kumzika Raila Odinga, na mamlaka ya uhamiaji wanasema kuwa John Heche alikosa kufuata ule utaratibu ambao umewekwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mtu ambaye anataka kusafiri kutoka nje ya nchi ama kuenda kusafiri kupiga mishe zake ugaibuni. Sasa niliposti habari hizi kwenye mitandao ya kijamii ndio angalau nipate kujua hali halisi. Nataka tu kusample baadhi ya comments ambazo zimewekwa pale kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana inaonekana kuwa hali hii imewakwaza Watanzania ambao wanamfuatilia kwa ukaribu zaidi makamu mwenyekiti wa Chadema Muite John Heche, ambaye alizuiliwa katika mpaka wa Kenya na nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asisafiri kuelekea Kenya kwenda kumzika waziri mkuu wa zamani nchini Kenya ambaye anajulikana kama Raila Amolo Odinga, ambaye aliregesha vyombo akiwa nchini India na anazikwa nchini Kenya maeneo ya Bondo siku ya leo. Sasa kuna huyu ambaye anajulikana kama George Noru, anasema utaratibu gani? Serikali ya Tanzania ina upungufu ya utendakazi. Sura mpya inahitajika hapo tarehe 29 Oktoba. Sasa huyu anaongelelea kile ambacho tunachokita maandamano ambayo inatarajiwa kufanyika nchini Tanzania tarehe 29 Oktoba, na ni maandamano ya wale ambao wanajihisi ya kuwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inazingua zaidi, watu kupotezwa, watu kutekwa, na vile vile ufisadi ambao umekithiri serikali ya CCM ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Mwingine anajulikana kama Kisiangani Zaka anasema karibu ndugu yetu uomboleze nasi. Hiyo serikali dhalimu ya mama wakisuia anamaanisha wakikuzuia kurejea, rudi ukae nasi. Kwa Mtanzania Kenya ni nyumbani, Mkenya vile vile Tanzania ni nyumbani. Alafu huyu anajulikana kama Mgaya Kelvin anasema mama zenu ndo hawakufuata utaratibu wa kuzaa, nyie mlioandika taarifa hii mimba zenu zilipatikana kwa kubakwa mama zenu. Huyu na anatumia matusi huyu. Alafu mwingine anajulikana kama Bernard Edward anasema haingii akilini kabisa, taratibu ya uhamiaji zinafanana na wenzetu wa Kenya. Kama hajafuata utaratibu mbona hajakamatwa huko Kenya? Alafu ni utaratibu upi ambao haukufuata? Huyu amejaribu kuhoji na kuaje, kwa maana kama angekuwa amevunja sheria za uhamiaji. Sasa sheria za uhamiaji za Kenya na nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinafanana. Sasa angekuwa amevuka boda akaingia nchini Kenya bila kufuata zile utaratibu, angetiwa mbaroni na maafisa wa uhamiaji nchini Kenya. Daniel Technician Welding anasema hivi utakaa kusikiliza ripoti ya polisi juu ya wapinzani. Alafu Wesley Amori Mahali anasema na wakati wa kurudi pita hivyo hivyo, wasikupangie la kufanya haya madondocha. Alafu Mondi Olango anasema huyu mama tulie, Tanzania ni nchi ya heshima, aache kuvuruga na hisia zake za kigiza. Kennedy Makoha anasema karibu sana jirani kwa kutufariji, wachana na hao walezi wa madaraka. After you are not running away, you will go back home after burial. Tena hii ni East Africa Community, kitambulisho tosha kuvuka boda. Mbona kwa Mseveni tunaenda kutumia kitambulisho tu bila nyefu? Alafu Nelbert Mwalusambo anasema kwani tatizo lipo wapi? Kwani wao wa Kenya wanasemaje? Edward Chale anasema kwa kweli sasa hivi mmeamua kila kitu kitakachofanywa na wanachadema ni ukiukaji wa sheria. Amehoji pia. David Daniel anasema kama hajafaa utaratibu mbona hawakumzuia? Tanzania nchi ya kipumbavu sana, washenzi wakubwa nyie. Pablo Scoba anasema muhuni yeyote sio mtu wa kufuata utaratibu, anataka kukimbia maandamano akamatwe kama mhalifu mwingine. Eric Arwenya anasema hiyo unatuambia hili. Alafu Ross Julius anasema huyo ndio Mrume. Adriano Milinga anasema ni bora alivyofanya hivyo. Suleiman Temba anasema kwa hiyo ili iweje? Philemon Benjamin anasema waliosababisha hii uhamiaji. Kijana Biwi wa Malima anasema I think kuna watu wanajaribu kumchafua Samia Suluhu Hassan within
kwa kufanya vituko. Sijajua kama kuna sheria za kuhitaji security clearance kwenda nchi jirani, huku tukisikia biashara za magendo mipaka kwenye uigizaji wa cement na sukari. Alafu Mudhi Katiba anasema Waswahili wanasema hakuna lisilokuwa na mwisho, na siku ikifika hata nyie maofisa wa chini kabisa kama Mavi basi utendaji kazi kwa mazoea utakwisha na siku haiko mbali. Aidiano Komba anasema wazee machocho. Cosmo D. Jeremy anasema kwani mtu akiwa na kesi mahakamani haruhusiwi kusafiri? Sasa hapo atakuwa ana kesi au ameshafunguliwa mahabusu? Ali Muhammad Saleh anasema hivi kila siku Heche yupo nchini na kila siku anaenda mahakamani na hajawahi kuitwa wala kuhojiwa, halafu leo alipotaka kutoka mnaibuka na kesi mahakamani. Anwar Mkenga anasema passport alitoa nini tena pesa ya kuingia Kenya? Mwingine anajulikana kama Carol P. Mwaipungu anasema nonsense, akiweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Kwa hiyo nimejaribu kusample baadhi ya comments ambazo zimedondoshwa kwenye page yetu pale Habari 254 TV kwenye mitandao ya Facebook baada ya kuposti issue kuhusu makamu mwenyekiti wa Chadema ambaye anajulikana kama John Heche, ambaye alizuiliwa kusafiri kuelekea nchini Kenya kuhudhuria maziko ya aliyekuwa waziri mkuu wa kitambo nchini Kenya Raila Amolo Odinga. Na hali hii ilipelekea vitu vingi kufanyika katika mpaka wa Kenya na nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule Tarime, maeneo ya Isibania. Sasa pale ni mpaka wa Kenya na nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hata John Heche, Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, aliweka wazi akasema kuwa ukiangalia ile boda yao huwa ni porous, yani watu wanaweza pita tu kiundava kuingia na kutoka na kufanya mishe kama hizo. There is a choice to keep quiet, to be safe, uwe kwenye government, but there is choice ya kuwa kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu. And we live by the consequences of the choices that we make. And they make a hard choice, najua consequences zake. Kora mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa. No, na nimekuja Kajuni, nimetumia taratibu kupita hapa kwenu. Huu mpaka wote ni porous. Na mimi hapa ni kwetu. Mzee, ni kwetu ni hapo. Kitakasembe hapo babangu ndio amezikwa. Kwa hiyo nimesoma hapa Nyamaharaga shule ya msingi hapo. Kwa hiyo I know this border. Ningetaka kuvuka hapa, wewe usingeniona, Kajuni asingeniona, nobody would see me. Mngeniona niko Bondo na msingenikamata, na ningerudi na msingenikamata. Sasa mimi sio mhalifu, ndio maana nimekuja. Alafu mimi ni kiongozi, sio kwamba sikuwa na information. Since yesterday wana organize, I knew it. And they come ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. Mimi nimekuelewa. Heartless people. Mimi nataka kujiondoa na nimekuelewa. Sawa. Ukimalizana nao. Ukuje mimi nitakuongea mwenyewe. Kwa hiyo nimejaribu kwa uwezo wangu kufuatilia habari hizi kwa karibu zaidi, ndio angalau nipate kujua hali halisi, ile hali ya John Heche kuzuiliwa kusafiri kuelekea nchini Kenya kuhudhuria mazishi ya waziri mkuu wa kitambo nchini Kenya Raila Amolo Odinga, na vile vile ile taarifa ambayo ilitolewa na mamlaka ya uhamiaji nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakisema kuwa Heche alikiuka utaratibu wa uhamiaji na alivuka mpaka bila kufuata huo utaratibu. Sasa wengi wamejaribu kuhoji na kuaje John Heche kuvuka mpaka, na mamlaka ya uhamiaji nchini Kenya wanasemaje? Kwa maana ukiangalia vizuri wanasema kuwa sheria za uhamiaji za Kenya na Tanzania ni kama ziko sawa hivi. Sasa ile hali ya mtu kuvuka kutoka Tanzania kuingia Kenya bila kibali inamaanisha kuwa maafisa wa uhamiaji kutoka nchini Kenya inafaa wamwajibishe, lakini
John Heche hakuwajibishwa. Sasa baadaye kwa kuwa na mavideo kadha wa kadha ambazo zilikuwa zinatembea kwenye mitandao ya kijamii kwa kasi zaidi zikimuonyesha makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche akiwa maeneo ya Tarime, ambapo alipokelewa na wananchi wengi zaidi, wanabodaboda na vilevile wale wananchi wa kawaida ambao walitaka awahutubie. John Heche aliwaongelesha akawaambia, bana, nimezuiliwa kusafiri kuelekea nchini Kenya, kisa na maana hawajanipa sababu ambazo zimewapelekea kufanya hivyo, lakini wamechukua pasipoti zangu na vilevile walikuwa wanataka kunichukua bila utaratibu, na ndio kwa maana nyinyi wenyewe mmejitokeza kuhakikisha kuwa mambo yako sawa zaidi na mumeniheshimisha. Nimefurahia zaidi, na akawaahidi ya kuwa angerudi baada ya Raila Odinga kufanyiwa mazishi. Nilikuwa naenda kumzika baba. Na kwenda kumzika baba sio kosa. Nimefuata taratibu zote. Lakini nimefika hapo wamechukua pasipoti yangu. Wanataka kuondoka na mimi bila kufuata utaratibu. Mimi nimekataa. Tunaelewana? Kama wanataka kuondoka na mimi, wafuate utaratibu wa kisheria. Mimi ni kiongozi. Sasa mimi naomba niwashukuru sana. Ninawashukuru sana kwa sasa. Kesho baada ya msiba tutaongea na nyinyi hapa. Maeneo ya Bondo nchini Kenya. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vilevile kushare, na nimekuwekea video ya John Heche ni angalau upate kujua hali halisi jinsi mambo yalivyokuwa kule maeneo ya Tarime katika mpaka wa Kenya na Tanzania, maeneo ya Isibania, one border stop point, mahala John Heche na mashabiki wake ama wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi walileta vurugu mechi kuhakikisha kuwa John Heche ameachiliwa huru na kuruhusiwa ndio kusafiri kuingia nchini Kenya, na bado hatujajua kama alisafiri au kusafiri, lakini alitoa taarifa akisema kuwa hajasafiri yeye. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vilevile kushare. Pingana na Samia, sijafanya kosa. Stop intimidating me. Sijafanya kosa. Tumeanzisha vyama vingi na lazima mvumilie tupingane. Kama vyama vingi ni makosa, futeni wote tuwe CCM. Lakini kuonea watu, no. Mimi ni kiongozi, hamwezi kunitreat kama kichaa. Unachukua pasipoti yangu, una maelezo. Tell me kwa nini unachukua pasipoti yangu? Mwandikie kwa sababu niambie, why are you taking my passport? Mwandikie kwamba bana You should tell me. No. Kwa nini unachukua passport yangu? Why? Mpe arudi nayo wilayani. Kwa nini unanizuia? Mimi nataka mpe arudi wilayani. Wewe mpe arudi wilayani. Kwa nini? Wewe umesababisha. Hapa ni Kenya bwana. Uliza Yesu acha ya mambo. Uliza huyu aliyesababisha ya mambo bwana. Wewe nani? Wewe kwani nani? Wewe ni nani? Kwani hala watu passport. Wewe mna hala mtu passport. Unaleta close hapo unasema watu wanapiga kelele. Nipe passport yako. Niachie mama. Tulieni. Usipige kelele. Sasa kwa sababu wewe ni nani na ulichoi pia. Naomba kwa kelele ile chini. Kama acha ndio tutazitendea. Sawa. Choka mdogo watu sawa. Sonda. Wewe bwana Sonda. Mimi ni kiongozi. Wewe ni kiongozi na sina kosa. Kama kumpinga Samia ni makosa, mseme. Niambieni kwa nini mnachukua passport yangu? Full stop. Mimi naenda kuzika na nimewaambia naenda kuzika na rudi. Mimi ni kiongozi. Nimezuiliwa kusafiri kwenda kwenye msiba wa baba Raila Odinga kwenye mazishi, na nilipata taarifa hizi tangu jana kwamba kuna mpango wa kunizuia. Immigration ya Tanzania kunajipanga kunizuia, na tangu jana nilipokuwa nasafiri nilipofika Mwanza nimeona kulikuwa na ukaguzi ambao sio wa kawaida. Hata nilipofika Magu leo asubuhi
gari yangu imekaguliwa yote, na yule aliyekuwa ananikagua akatoa signal kuambia wenzake kwamba huyu mtu amepita, na baadaye nilianza kufuatwa na gari nyuma, Land Cruiser ambayo ni dark blue, ambayo tumeachana makutano yenyewe ikaelekea njia ya Msoma, mimi nikaja hivi. Nilipofika kwenye boda ya Tanzania, wakati naingia wamenikagua tena na wakatoa signal, na baadaye nikafuatwa na afisa mmoja anaitwa Sonda. Hapa wakati nakuja kugonga passport, amechukua passport yangu, wamenizuia. Kwa hiyo hapa mnaniona niko kwenye one stop border ya Hispania. Wamezuia mimi kusafiri bila sababu, kwa sababu hoja yake ni kwamba anasema mimi na kesi Tanzania, kwa hiyo siruhusiwi kusafiri. Nimemwambia mimi nimetunga sheria, nimekuwa mbunge. Ni sheria gani inayosema mtu akiwa na kesi haruhusiwi kusafiri? Kwa sababu mimi natakiwa kwenda tu siku ya kesi mahakamani. Nikimisi siku ya kesi ndio kuna shida. Nikamuuliza kama ana namba ya kesi, hana. Nikamuuliza kama ana barua yoyote kutoka mahakamani ya kunizuia, hana. Nikamuuliza nani aliyemwambia, hana. Amechukua pasipoti yangu, ameondoka nayo, na wamesema siruhusiwi kusafiri. Kwa mimi niko hapa nasubiri wanipe maelekezo mengine tujue ni kwa nini wananizuia mimi kwenda kwenye mazishi. Na haya ni mambo mabaya kabisa, kwa sababu hivi ni vitendo vilivyofanywa na wakoro, kuzuia mtu kwenda kufanya kwenye mazishi. Mazishi ni ibada. Amekufa kiongozi mkubwa sana wa kimageuzi, ambaye sisi wengine ni kiongozi wetu, tunamwenzi, tunamheshimu, ndio maana tumesafiri all the way. Lakini la pili, mimi sio mtu ambaye naweza kukimbia. Mimi siwezi kukimbia nchi yangu. Nimesema tena na tena kwamba sitakimbia hata siku moja kwenye nchi yangu, kwa sababu hakuna kosa nalofanya. Kufanya siasa za upinzani sio kosa, kupinga serikali sio kosa, kumpinga Rais Samia kwa hoja sio kosa. Kwa mimi siwezi kukimbia, nahitaji waniruhusu niende kwenye mazishi Bondo, na kesho nitarudi. Kama wananihitaji basi wanichukue, vinginevyo mimi siondoke. Unachukua kwa mbele. Unachukua kwa mbele. Wananchi wamemchukua makamu mwenyekiti, yuko katikati ya wananchi, wameondoka naye moja kwa moja kwa mguu, baada ya polisi kuonekana kwamba wana mpango wa kumuumiza ama kumjeruhi.
Kwa hiyo hilo ni nani ya wananchi, watu ni wengi na wananchi wameamua kuondoka naye wenyewe kwa mguu. Wananchi wameamua kuondoka na makamu mwenyekiti wa chama aliyekuwa anaenda msibani kwa Raila Odinga na ameporo passport na watu wa migration kwa nguvu. Kwa hiyo wananchi wameamua kuondoka naye kumsindikiza aweze kuondoka eneo lile, kwa sababu usalama wa eneo lile umekuwa mdogo. Kwa hiyo kama mnavyoona hali ndivyo inavyoendelea hapa kwenye border ya Sirari one stop border point. Wananchi wameamua kuondoka na Mheshimiwa John Heche